Ahlan wa sahlan, bado tupo visiwani Zanzibar na naomba niwakumbushe tu Zanzibar kuna tunu ambazo naweza kusema zinawakilisha Tanzania nzima. Dhahabu, mbegu iliyo bora, kuanzia utunzi, kugani mashairi na uimbaji. Huyu si mwingine ni anko wetu, baba yetu, mzee Othman Sud. Nikizungumza hivyo baba, kuna watu nawakumbusha mema uliwafanya kwenye tasnia ya taarab. Shikamoo. Marhaba, nashukuru. Baba, labda kwa ufupi tu unaweza ukatupa historia yako fupi tu? Historia yangu, mimi nimezaliwa hapa Zanzibar tarehe 25 mwezi wa 6 1964. Pata elimu yangu ya msingi katika shule ya Mkunazini na sekondari. Baada ya hapo nikawa msanii wa mambo ya uchoraji, uandishi. Kwa hivyo baada hapo nikawa napenda sana mambo ya kuimba huku nachora mwenyewe, nilikuwa nikiimba. Kuna mzee wangu mmoja ambaye alikuwa director wa Culture Music Club, anaitwa marehemu mzee Abbas Machano. Yeye akanishawishi na akanishauri kwamba kwa nini nisiwe kwenye muziki. Kwa hiyo klabu yangu ya mwanzo ya muziki ilikuwa ni Culture Music Club ya Zanzibar. Baadaye nikaja kikundi cha taifa cha Zanzibar. Baada hapo kukaundwa kundi la Toti Tanzania Bara. Nakumbuka alikuja marehemu Brigadier Moses Mnawie, alikuja na Komba na Sukwa Saidi Sukwa. Hao tulikuwa ni viongozi wa CCM. Kwa hivyo wakanichukua mimi na Hadija Kopa, wakatupeleka kwenye kundi cha Tanzania One Theater. Sisi ndio ndo waanzilishi wa mwanzo, wakati wa 50 wa mwanzo ambao tulikaa kambi yetu Bagamoyo. Tukafanya kundi lile pale, ndio kufanya uzinduzi wetu. Baada hapo tukaondoka, tukaenda kuanzisha kundi la East Africa Melody Dubai. Mimi na Hadija tukarudi tena tukachukua kwenye grupu cha Muungano Cultural Troupe. Baada hapo tukarudi tena Tot. Baada hapo mimi nikaenda Zanzibar Star. Baada hapo nikachukuliwa tena hapa Zanzibar kwenye kikundi cha wajela na chuo cha mafunzo. Kwa hiyo nikakuweko hapo mpaka nilipostaafu mambo ya muziki. Kwa sababu niko nyumbani nalea watoto na wajukuu basi. Unalea watoto na wajukuu. Kwa nini uliamua kustaafu wakati muziki bado ulikuwa unakuhitaji? Mashabiki zako bado tulikuwa tunafurahishwa na uimbaji wako. Yaani kwa nini uliamua kustaafu baba? Niliamua kustaafu kwa sababu nilihisi kama tayari muda wangu umeshakuwa mkubwa na vijana shaka wapo ambao wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo wazangu kaendeleza, mimi kabika nyumbani. Mimi nimeamua tu. Baba, kweli? Kwa hiyo una hamu kabisa ya muziki tena, ama panapo majaliwa siku ukiwa na nafasi yako moja mbili unaweza ukaenda kujikumbusha eti? Hapana. Nimeshaamua kuacha, niko nyumbani basi naangalia mambo mengine. Au ni kwamba umeacha, umeamua labda kumrudia Mungu au yote ni sawa kwa sababu ukifika wakati mtu ndio kujitambue. Usikae tu mpaka stage ikaukataa. Kabla stage haikukataa, nataka wewe mwenyewe uikatae stage kabla stage haikukataa. Urudi kwa Mungu, ufanye mambo mengine basi, sababu maisha ni mafupi. Yuko mwanamuziki mwingine wa taarab ambaye alifanya vizuri sana, alikuwa bonge la star, mpaka sasa hivi ni star, anaitwa Mzee Yusuf. Naye alijaribu kukacha muziki wa taarab, akaenda kuimba mpaka kasida. Ina maana alikuiga wewe? Hapana, kila mmoja na maamuzi yake yeye mwenyewe. Nakumbuka tulikutana katika mazishi ya Haji Muhammad ambaye alikuwa mwimbaji na mtunzi wa kundi la Safa Melody. Akanambia kwamba mimi nina mpango, nataka kuacha muziki wa taarab. Nikamwambia sawa, mimi mwanzo nishatangulia. Kwa hiyo yeye alikuwa na nia hiyo ya kuacha na aliniambia kama nataka kuacha. Okay. Nimeona wakati unakwenda Toti ukanambia ulichukuliwa wewe na
mama yangu, anti yangu Malkia Hadija Kopa ndo mkapelekwa Toti, na tumeambiwa kwamba mmebahatika kuzaa mtoto mzuri ambaye amechukua kipaji chenu, Zuhura Othman Sud almaarufu kama Zuchu. Hongereni sana. Asante sana, tunashukuru. Unamsaidia vipi Zuchu kwenye muziki wake? Maana kweli mnafanana na Zuchu anajua kweli kuimba, Kwa kweli msaada wangu ni kumshauri tu kwamba kubwa asijisahau. Asijisahau, ajue kwamba kuna leo na kesho. Leo star, lakini kesho atakuwa vingine, kwa sababu hiyo ndio maumbile yetu binadamu. Binadamu si samaki kama sisi tuko na nguvu tu, hapana. Kwa hiyo ajitambue kwamba sasa hivi kama yuko katika nyota anang'ara, kesho kuna kesho. Kwa hiyo anachokipata leo ajue namna ya kucontrol na kukienzi ili kije kimsaidie kesho wakati tayari kishakaa nyumbani. Umeiacha Toti, umebaki na mambo yako mengine huko visiwani Zanzibar. Maisha unayaonaje? Maisha ni kujipanga, na maisha na mipango. Kwa hiyo ikiwa binadamu tokea mwanzo ulikuwa na malengo, hukuwa mtu wa mambo, hukuwa mtu wa vurugu. Kwa hivyo bila shaka utakachokipata sasa hivi kidogo utajua namna ya kukiweka ili utumie na kesho. Kwa hiyo mimi nasema maisha yangu ya kawaida tu, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Zanzibar unaiona, Zanzibar ya sasa ni sawa na zamani? Kila kitu kina maendeleo. Kama sisi tulikuwa wadogo, kwa hiyo Zanzibar na vile vile. Kwa hiyo Zanzibar itaendelea kimajengo, itaendelea watu, itaendelea kiutamaduni, itaendelea mambo mengi tu, kwa sababu hii ni dunia na hapo pale wanakaa watu. Kwa hiyo kila siku watu wanaboresha maisha yao, na kuboresha maisha na nchi nayo inaendelea. Hasa tukiangazia muziki wa taarab ya sasa na ya zamani ni sawa, na mbona kama imefifia kidogo? Mzee Othman Sud, mwanamuziki mahiri wa taarab, mtu dada fulia hapo, aliyekuwa mwanamuziki mahiri wa taarab. Ni kweli swali lako kidogo kuna sehemu mbili, kwamba kwa nini taarab imefifia na kwa nini imekuwa muziki mahiri. Kwa hiyo tukianza na taarab kufifia, kwamba sasa hivi kwa nilivyoona kwamba watu wengi wanaanzisha vikundi vya taarabu, wanakuwa wanapiga kopi, hawana ubunifu kuiendeleza hiyo taarabu wenyewe, kama kila siku kuwa na kitu kipya. Ni vile vitu ambavyo tumeviacha sisi na waliopita nyuma, ndivyo wao sasa hivi wamekuwa wanaviendeleza, wanavipiga hivyo, lakini hawako tayari, kwa usiji kama hawako tayari au hawana uwezo. Lakini taarabu inafifia sababu hakuna ubunifu sasa hivi katika taarabu. Taarabu ni ile ile ya zamani na katikati na ya nyuma kidogo, hapo ndio hizo taarabu hiyo mpaka leo inatumika. Kwa hiyo hili ndio sababu jambo kubwa ambalo sifanya taarabu sasa hivi fifie na ife, kwa sababu hakuna ubunifu, hakuna muendelezo wa taarabu wenyewe. Watu wamekaa kana nyimbo zile za zamani, basi wamekwisha